Bwana Yesu, ninakushukuru, ninakutukuza kwa sababu ya ushindi wako kwa ajili ya usiku huu leo. Bwana, simama kwa ajili ya muda huu. Bwana, simama kwa ajili ya majira haya. Watoto wako tumeweza kukusanyika jioni ya leo. Tumejifunza neno lako kwamba kuna vita vya kiroho ambavyo haviwezi vikashindwa na nguvu ya kawaida. Vinahitaji nguvu ya pekee, vinahitaji maombi ya pekee, vinahitaji maombi ya kina na imani ya kina kwa ajili ya kuyatatua mambo haya. Bwana Yesu tusaidie. Bwana Yesu onekana kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu onekana kwa ajili ya kipindi hiki. Simama Bwana kwa ajili ya kanisa lako. Simama Bwana Yesu kwa ajili ya watoto wako. Simama Bwana Yesu kwa ajili ya kila mmoja mmoja, ili tuweze kustahimili namna ya kuweza kushinda vita hii. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunasimama kinyume na kila roho ambazo zinainuka juu yetu, ambazo shetani anazitumia kwa ajili ya kutuangamiza, ambazo shetani anazitumia kwa ajili ya kuleta maumivu. Katika jina la Yesu Kristo, kila tatizo lisilokuwa la kawaida tunalivunja katika jina la Yesu. Maana tumejifunza kwamba kuna matatizo mengine ambayo sio ya kawaida, tunayakataa katika jina la Yesu Kristo. Na kila mapambano ya kiroho yasiyokuwa ya kawaida tunayapinga katika jina la Yesu Kristo. Tunayapinga katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa hizo hila zote, hazina mamlaka katika jina la Yesu. Kila aina ya mapambano na kila aina ya vita, kila aina ya adui zetu wanaopinga maisha yetu ya waumini, wanaosimama kuharibu CV zetu, wanaosimama kuharibu uchumi wetu, wanaosimama kuharibu familia zetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakataa hizo nguvu. Kila nguvu za kibinadamu zinazoinuka juu ya imani yetu, juu ya maisha yetu, tunazipinga katika jina la Yesu Kristo. Tunaziharibu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunahitaji ushindi usio wa kawaida. Tunahitaji ufunuo usio wa kawaida. Tunahitaji maarifa yasiyo ya kawaida katika jina la Yesu, juu ya mipango ya maadui, juu ya hila za maadui katika jina la Yesu. Tunafunga kila mamlaka za kipepo. Tunafunga kwa jina la Yesu Kristo. Tunafunga kwa jina la Yesu Kristo. Tunaharibu kila roho zilizojificha ndani ya nafsi zetu, zilizojificha ndani ya maisha yetu, zilizokuja kwa njia ya ndoto, zilizokuja kwa njia ya kutumwa, zilizotumwa kama mashambulizi katika jina la Yesu. Roho za kimwili zilizotumwa, tamaa za kimwili, macho ya kipepo, tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo Bwana, neema yako ikasimame. Tunahitaji kukutegemea wewe Kristo. Tunahitaji kukuona wewe Kristo. Maana umesema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kama kinga yake. Tunakataa hizo nguvu, tunakataa hayo mapepo, tunakataa hayo majini, tunakataa hizo roho za kichawi, tunakataa hizo roho za kichawi zinazotumwa usiku na mchana. Tunasimama kinyume nazo. Tunasema ewe roho ya kichawi, usipotubu leo tunakuua kwa jina la Yesu. Maana neno limesema tusimuache mwanamke mchawi akaishi, tusimuache mtu arogaye akaishi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni Bwana mwenye ushindi. Wewe ni Bwana mwenye uweza. Wewe ni Bwana mwenye mamlaka. Simama Bwana kwa ajili ya kanisa lako la Home Church. Simama Bwana, wamekuwa sehemu ya kukutumikia wewe, wamekuwa sehemu ya kukuabudu wewe, wamekuwa sehemu ya kutii neno lako, wamekuwa sehemu ya kujitoa kwa ajili ya kazi yako, wamekuwa sehemu ya kufuatilia neno lako kwa makini. Bwana, katika jina la Yesu, tunaamini kwamba Kristo Yesu umeleta neno hili Bwana, na sio bure tu Bwana, ni kwa sababu wewe unataka sisi tupone katika maisha yetu. Ndiposa Bwana, tunaomba roho ya utulivu, tunaomba roho ya kuimarika kwako, tunaomba roho ya kutulia kwa ajili ya ufalme wako, tunaomba kusikia sauti yako, tunaomba msaada wako wa Roho Mtakatifu, tunaomba utulete katika uwepo wako Bwana. Tunaomba Bwana utupe nguvu ya ushindi, tunaomba Bwana utupe milango ya kusimama, utupe njia ya kuimarika katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa roho za mashaka, tunakataa roho za hofu, tunakataa roho za kutikisikwa katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa kila roho mbaya, roho za mapenzi ya kipepo, tunavunja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, umesema
Wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo. Ni neno gani lililogumu usiloliweza, Kristo Yesu? Kwa mamlaka ulionipa kutoka kwako mbinguni na mamlaka ya kanisa ya mikono iliyonipa Bwana, kusimama kama mwangalizi na kama msimamizi Bwana, na kama mwalimu na kama kuhani, kwa mamlaka hayo ninatangaza usiku wa leo, ninatangaza mchana wa leo, ninatangaza jioni ya leo ya kwamba pepo huna mamlaka katika jina la Yesu. Wewe pepo huna kibali katikati ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunavunja kazi zako zote. Tunasimama na Yesu aliyefunga siku 40. Tunasimama na Yesu aliyesimama katika ukamilifu. Tunasimama na Yesu aliye uzima wa milele. Tunasimama na Yesu aliye njia na uzima, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zidi ya majaribu za kipepo tunakataa. Tunahitaji nguvu ya ushindi kutoka kwako Kristo Yesu. Tunajiungamanisha na madhabahu yako Bwana. Tunajiungamanisha na madhabahu yako Kristo Yesu. Wewe usioshindwa na jambo. Tunakataa kazi za shetani. Tunakataa ibada za shetani. Tunakataa manongonezo ya shetani. Tunakataa roho za kipepo. Tunakataa imani haba, katika jina la Yesu Kristo. Imani yetu ikakue kwa ajili ya ufalme wako. Imani yetu ikakue Bwana. Kristo Yesu, tunakataa roho ya kuzofika katika jina la Yesu Kristo. Nahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu, tukatende sawasawa na neno lako, tukasimame na kutembea sawasawa na neno lako. Bwana, uliye na roho ushindi, uliye na roho tegemezi, uliye na roho kuimarisha, Bwana Yesu katutetee. Bwana Yesu katusimamie. Simamia watoto wako wa kike na wa kiume. Simamia walioko Yesu simamia walioko Bwana Uingereza. Simamia walioko Bwana Uarabuni. Simamia walioko Kongo. Simamia walioko Bwana pale Uganda. Simamia walioko pale Bwana Kenya. Simamia walioko Tanzania. Kristo Yesu ukatuimarishe. Tunavunja kila minyororo ya giza, minyororo ya ukoo, minyororo ya mababu na mashangazi, minyororo ya kutumiwa, katika jina la Yesu, inayekuja kwa ajili ya watoto wetu, inayekuja kwa ajili ya kazi zetu, inayekamata hatima za maisha yetu, tunakataa kwa jina la Yesu, iliyotumwa kutufanya sisi tupitie njia chafu, katika jina la Yesu. Tunakataa mifumo ya kidunia, tunakataa elimu feki ya kidunia, katika jina la Yesu Kristo. Tunazuia hiyo mipango, tunafunga katika jina la Yesu Kristo. Tunaondoa mizigo mizito ndani ya roho zetu, tunaondoa mizigo mizito ndani ya nafsi zetu, tunaondoa mizigo mizito ndani ya familia zetu, tunaondoa mizigo mizito iliyowalemea wanandoa, iliyowalemea Bwana wana familia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila mizigo mizito iliyo kwenye familia za wana wako, kila mizigo mizito iliyoletwa usiku wa manane, kila mapando yaliyopandwa, katika jina la Yesu Kristo, Bwana ukasimame kwa ajili ya watu wako. Bwana ukasimame kwa ajili ya watu wako. Kila majeraha yaliyotengenezwa, kila majeraha yaliyopandwa, kila nguvu zilizomwagwa ndani ya maisha yetu, tunajifuta katika jina la Yesu. Ninakuamuru ewe nguvu ya giza, ewe nguvu ya uchawi mweupe, ewe nguvu ya uchawi mweusi, ewe nguvu ya asili za mababu zilizokuwa mbaya, zilizotengenezwa kutokana na mifumo ya dunia, kutokana na wakati na majira, tunawaamuru katika jina la Yesu. Kwa mamlaka tuliyopewa na Kristo, kwa mamlaka niliyopewa na Kristo, kwa mamlaka niliyopewa na kanisa, ninasimama kwa neno hilo, ninasimama kwa kibali hicho, ninasimama kwa mafuta yako, ya kwamba shetani tunaelewa kazi zake. Maana Bwana Yesu ametupa ufunuo, ametupa unabii, ametupa macho ya rohoni. Tunavunja katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni Bwana Yesu. Umeahidi kwamba hutatuacha, umeahidi kwamba hutatupungukia. Bwana umesema kila tukutanikapo 2 au 3 katikati yetu Bwana unatengeneza unabii, katikati yetu Bwana upo, katikati yetu Bwana unanena nasi, katikati yetu Bwana unazungumza nasi. Bwana umesema katika neno lako Warumi ile umesema ya kwamba tudumu katika kukusali, tudumu katika kuomba, tudumu katika kulia mbele zako, tudumu katika magoti. Umesema ikiwa watu wangu walioitwa
kwa jina langu, wakijinyenyekesha na kutafuta uso wako na kuziacha njia zao mbaya, ndipo utasikia kutoka juu mbinguni, ndipo utasikia kutoka mahali ulipoketi na kushusha uwepo wako, na kushusha uponyaji wako, na kushusha utakaso wako, na kushusha rehema zako, na kutakasa maisha ya kila moja. Bwana Yesu, waachilie neema yako sasa usiku wa leo. Waachilie neema yako Yesu Kristo. Waachilie neema yako Bwana kwa watoto wako. Wanakuhitaji, wamekutegemea wewe, wamekukimbilia wewe Bwana. Wameacha nasa za dunia, wameacha matamanio ya dunia, wameacha mambo mbalimbali, wamejikinai Bwana, wao na watoto wao, wao na waume zao. Wengine unakuta wako kazini, lakini wanajitoa dhabihu, wanajifanya kama waelewi, wanakiuka amri za serikali. Bwana Yesu, amri za watu waliowaajiri, wanasema wewe ni Yesu, wewe ni Yesu Bwana. Wajapotolewa kazini, utafungua mlango mwingine, kwa sababu wametengeneza ushirika na wewe, kwa sababu wametengeneza umoja na wewe, kwa sababu wana kitu kimoja na wewe. Kristo Yesu, usimame sasa. Kristo Yesu, usimame sasa. Ulete utisho juu ya maisha yao, ulete ushindi juu ya maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunahitaji ukajibu mahitaji ya watoto wako, ukajibu kilio cha watoto wako, kila wanapolia usiku na mchana, kila wanapotamka neno lako Bwana, ukalete ushindi, ukalete utakaso, ukalete uvumilivu wa kustahimili. Kuna watu wanapitia magonjwa, kuna watu wanapitia misukosuko, kuna watu Bwana wamerushiwa magonjwa, wametengenezwa makombora, wametengenezwa vibora. Katika jina la Yesu, tunahitaji roho ya uvumilivu, tunahitaji roho ya kutakaswa, tunahitaji roho ya kusafishwa katika jina la Yesu. Bwana ukasimame, Bwana Yesu kausike, Bwana Yesu kausike, maana pasipo wewe hawawezi Bwana kusimama. Tunaomba Bwana utuondolee roho ya kukata tamaa, utuondolee roho ya kuvunjika moyo, utuondolee roho ya kuvunjika moyo, roho ya kutokusonga mbele, roho ya kutokuaminiana katika jina la Yesu. Roho ya kuhukumu, roho ya kujihesabia haki, tunaiondoa kwenye maisha yetu, maana sio mpango wa kanisa la Kristo, maana sio mpango wa kanisa takatifu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tufinyange upya. Sisi ni watoto wako, sisi ni viumbe vyako. Ulituchagua Bwana, na sio kwa bahati mbaya, wala sisi hatujakuchagua, ni wewe uliyetuchagua. Maana sisi Bwana hatukuwa tunajua, lakini kwa neema na rehema zako ukatoa ufahamu wa pekee, ukatoa busara ya pekee, ukatoa maarifa ya pekee. Ebu Bwana Yesu, tusaidie, saidia kanisa lako, saidia watoto wako, saidia kundi lako linakutegemea wewe, linajitolea kwako Bwana. Angalia hazina zao, angalia sadaka zao, angalia matoleo yao, angalia muda wao, angalia wanavyojitoa kwa ajili ya kazi yako. Maneno yanayopitia mengine ni magumu, wengine wanazuia hata katika ibada hii, wanazuia katika mkusanyiko huu, lakini Bwana Yesu wanasimama na wewe, wanakutegemea wewe, wanaamini ya kwamba Kristo Yesu, pasipo wewe hakuna neno lolote, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, lete ushindi. Bwana Yesu, lete ushindi. Bwana Yesu, lete ushindi. Tupe kushinda Bwana Yesu, tupe kushinda Bwana. Tupe bidii katika maombi, tupe bidii Bwana, tupe shauku Bwana, tupe kiu ya njaa neno lako, tupe kiu ya njaa ya maombi, tupe unyenyekevu Bwana Yesu, tupe kunyenyekea Bwana, tupe moyo uliopondeka, tupe moyo wa toba katika jina la Yesu. Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu wetu Bwana. Tunasema Bwana Yesu, maana katika kitabu cha Zaburi ya 66:18 Bwana Yesu umesema ya kwamba maovu yenu ndio yamewafukuza katika neno lako, maovu yetu ndio yametufanya pengine tumetoka mbali na neno lako. Lakini Bwana Yesu, tunahitaji ukatuangalie Bwana. Umesema utatuangalia, utatuondolea uovu moyoni mwetu. Umesema utatustafisha kwa sabuni iliyo ya hisopu, nasi tutatakasika dhambi zetu zijapokuwa nyekundu kama bendera. Lakini umeahidi Bwana kuleta moyo wa utakaso, kuleta mkono wa utakaso. Chanda chako Kristo Yesu kikaonekane, mfalme wa amani. Maana umetuweka katika kundi hili, umetuweka kwenye madhabahu hii Bwana, sio kwa bure tu, kwa sababu unakusudi sisi Bwana watoto wako tukapone, watoto wako tukaimarishwe, watoto wako tukakuzwe, watoto wako tukawekwa sawa sawa na neno lako, katika jina la Yesu. Tuondolee dhambi za asili, tutenganishe na dhambi Bwana, tutenganishe na dhambi Bwana. Tupe maisha ya masafi, tupe maisha ya uimarisho, tupe
tupe maisha ya maombi, tupe maisha ya imani thabiti isiyokuwa na muyumbo, isiyokuwa na mashaka, katika jina la Yesu. Tupe toba Bwana ya kuwa mbele zako watakatifu, tupe toba ya kweli, tupe toba ya kweli. Tuondolee toba ya maneno, tuondolee toba ya mapokeo, tuondolee toba ya kila eneo iliyozoeleka. Tupe toba ya kitofauti Bwana Yesu. Ni wewe Yesu mwenye nguvu, ni wewe Yesu mwenye neema. Simama katikati yetu Bwana, tupe moyo safi Kristo Yesu, tupe utakatifu katika maisha yetu, tupe nguvu ya utakatifu, tupe nguvu ya utakatifu, tupe nguvu ya utakatifu katika jina la Yesu. Asante Yesu Kristo. Tunaamini kwamba mfalme wa amani utatupa nguvu ya utakatifu. Tunaamini kwamba Bwana wewe utatoa njia ya kupitia kwa ajili ya kushinda majaribu. Tunaamini kwamba Bwana katika Danieli ile sura ya 10 mstari wa 12 umesema neno lako Bwana litasikika ndani ya maisha yetu. Neno lako Bwana litasikika ndani ya maisha yetu. Neno lako Bwana litasema ndani ya maisha yetu. Katika Danieli 10 mstari wa 12 Bwana umesema maneno haya. Tunahitaji njia ya kupita. Tunahitaji njia ya kupita kuingia katika maombi ya kweli, kuingia katika toba ya kweli, katika jina la Yesu. Tuongoze Bwana, tupe ufahamu wa kiroho, tupe ufahamu wa macho ya kweli, tupe akili ya kuelewa, tupe maarifa Bwana, katika jina la Yesu. Tupe kuelewa siri za ufalme wako, tupe kuelewa siri za ufalme wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo, asante mfalme wa amani. Tunaamini kwamba Bwana utafunua siri zako, utafunua Bwana, utatupa mwelekeo ulio sahihi kwa ajili ya ufalme wako katika jina la Yesu, kwa ajili ya ufalme wako katika jina la Yesu, kwa ajili ya ufalme wako katika jina la Yesu, kwa ajili ya ufalme wako katika jina la Yesu. Tupe njia ya kusimama, tupe njia ya kutembea, tupe njia ya kusimama. Tujenge katika hekima ya kiroho, isiyo hekima ya kibinadamu. Maana leo Bwana kanisa limejengwa katika hekima ya kimwili. Kanisa linajiona limefika, lakini kumbe bado kuna safari. Tupe hekima ya kiroho, tupe mjengo wa kiroho, tupe maarifa ya kiroho katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Bwana uliye wa haki. Umesema wewe utatupa wakati wa kushinda tu. Tunahitaji ushindi wako katikati ya maisha yetu. Tunahitaji ushindi wako katikati ya maisha yetu. Tunahitaji ushindi katika changamoto tunazopitia. Bwana, tunahitaji Bwana utupe ushindi, utupe kuimarika, utupe Bwana kutembea siku kwa siku katika hali ya utakatifu. Bwana tuhudumie, tupe moto wa kiroho, tupe moto wa kiroho, tupe moto wa kiroho, tupe moto wa kiroho, tupe moto wa kiroho katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni wewe Bwana umesema tuombe bila kukoma. Katika Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 na mstari wa 17 umesema neno hili, tudumu katika kuomba bila kukoma. Nasi tunahitaji hicho chakula, nasi tunahitaji hiyo neema ili tusimame tuweze kutembea karibu na wewe. Tufanye kutembea karibu na wewe, tufanye kusikia neema yako, tufanye kusikia ushindi wako, tufanye kusikia uweza wako katika jina la Yesu. Bwana uwe karibu na maisha yetu. Bwana tupe ushindi wa kudumu, tupe kushinda majaribu, tupe kushinda changamoto, tupe kushinda magonjwa, tupe kushinda hatima zilizokuwa zimesimama juu ya maisha yetu mbaya katika jina la Yesu. Asante Yesu Kristo, ninakuhimidi Bwana, ninakutukuza Kristo Yesu, kwa maana wewe ni Bwana, kwa maana wewe ndiye njia, wewe ni Yeshua, wewe ndiye njia na kweli, wewe ndiye msingi wetu Bwana. Tuwezeshe Kristo Yesu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umesema ya kwamba Bwana kuna mambo ambayo hayaondoki kwa maneno ya kawaida. Kuna vitu ambavyo haviondoki kwa maneno ya kawaida, lakini usiku wa leo, lakini jioni ya leo, lakini mchana wa leo, lakini Bwana muda huu ninatamka neno la kwamba hakuna lisilowezekana katika jina la Yesu. Hakuna lisilowezekana katika jina la Yesu. Umesema ni jaribuni nami muone kama sitasema. Umesema niiteni nami ninakuita Bwana. Wewe katika kanisa hili uhusike Kristo Yesu. Katika kanisa hili, katika safari yetu Bwana, uhusike Kristo Yesu. Katika safari yetu Bwana, katika usiku huu wa leo tukaone neema. Ninatuma malaika wa neema, ninatuma malaika wa kutakasa, ninatuma malaika wa uponyaji, ninatuma malaika wa faraja, ninatuma malaika wa kuimarisha katika jina la Yesu Kristo. Natabiri unabii wa kufunguliwa, natabiri unabii wa kuachiliwa,
natabiri unabii wa kusimama imara, natabiri unabii wa kuimarika, natabiri unabii wa kujazwa imani, natabiri unabii wa njaa ya maombi, natabiri unabii wa njaa ya kiu ya haki, natabiri unabii wa njaa ya kiu ya utakatifu, katika jina la Yesu. Bwana ukasimame kwa ajili ya maisha yetu. Bwana tupe kufunga na kusali. Bwana tupe kutaka kudumu katika neno lako. Bwana lete maisha ya utakatifu. Bwana Yesu, fundisha kanisa lako ile kweli ya Kristo. Fundisha kanisa lako, kila mmoja anayehusika katika home church. Fundisha anayehusika katika Bwana kanisa la ukombozi wa familia. Lifundishe Bwana. Bwana Yesu, lifundishe kanisa lako. Sema nalo vitandani mwao. Bwana Yesu, lipe nguvu ya kufunga kwa uaminifu. Wasiwepo wanaowadanganya wengine, wasiwepo wanaowafanya wengine kuwa mateka, wasiwepo wengine wanaofanya kwa kuwa tuonani kwamba wasiwe pamoja nasi. Wewe umesema neno lako halina umbali. Umesema ni jambo gani ambalo mwanadamu atalificha mbele za uso wako? Hakuna jambo atakalolificha. Tunahitaji Bwana uaminifu katika kundi lako. Bwana liongezee kundi lako imani, liongezee uvumilivu, lipe roho ya maombi, lifanye kuwa askari wa maombi, lifanye kuwa askari wa maombi, lifanye kuwa askari wa maombi, lifanye kuwa tifu Bwana, likashike sheria zako. Maana Bwana, mtu yeyote atakayeshika sheria zako, kweli yako itasimama katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Bwana tusaidie, Bwana tusimamie, Bwana usimamie maisha yetu. Kristo, ninakushukuru. Likumbuke kanisa lako linapotoa zaka na sadaka, liimarishe katika kundi hilo, liimarishe katika eneo hilo, liimarishe katika maeneo hayo. Bwana ukawajazie, sio wote waliobarikiwa, lakini katika kile kidogo Bwana wanachokuwa wamejitolea mbele zako, nenda ukaguse maisha yao, nenda ukaguse uchumi wao, nenda ukaguse biashara zao, nenda ukaguse mahali walipoajiliwa. Bwana ukalete ulinzi, ukalete kupandishwa cheo, ukalete familia yao kupanuka, katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Bwana, na imekuwa kwenye maisha yao, wanaenda kuimarika, wanaenda kusimama. Yeyote Bwana aliyekuwa pamoja nasi, na yeyote anayesikiliza maombi haya, Bwana yawe sehemu ya chakula cha ushindi, ni kwa jina la Yesu Kristo. Na iairisha ibada hii nikiweka mikononi mwako, kuanzia sasa Bwana mpaka siku ya kesho tutakapokutana. Mkono wako wa rehema, mkono wako wa uponyaji, mkono wako wa kurudisha majibu, malaika wako wa ulinzi, malaika wako wa neema, malaika wako wa utakaso, malaika wako wa kubariki, malaika wako wa vita. Bwana Yesu, wakasimame kama walivyosema kwa kina Meshaki, kama walivyosema kwa kina Dani, kama walivyosema kwa kina Ibrahimu, kama kwa kina Yakobo na Isaka Kristo, na watumishi wengine wa kina Yusufu. Yesu, usimame na sisi pia usiku wa leo, utuzungushie wigo wa ushindi, utuzungushie moto ulao kwa ajili ya kujikinga na nguvu za zidi ya yule mwovu shetani, mishale ya kila namna, kila satellite zote zinazofanya usiku na mchana hazitafanikiwa juu ya kundi hili, hazitafanikiwa juu ya maisha yetu ya kiroho usiku huu wa leo. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, tunaamini, amen. Asante Bwana Yesu.